Unaendelea kusikiza matangazo yetu ikiwa ni saa 12 saa za Afrika Kati, huku ni saa 1 majira Afrika Mashariki. Hii ni Amka na Baraka1 TV na mimi ni Rajabu Akili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV, tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Uvira, kuondoka kwa M23 ni mashaka kwa serikali, huku msemaji wa serikali Patrick Muyaya akizidi kutoa takwimu kamili ya kuondoka kwa magaidi wa M23. Ulaya, mahakama ya kihalifu yaanza uchunguzi wa mauaji mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku ikimtaja Paul Kagame kuwa ndiye mhusika mkuu wa mauaji mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Goma, M23 yalaumiwa kwa utekaji wa watu jijini Goma, huku gavana wa Ituri Luboya Nkasha Majoni akiwa tayari kurejesha amani na kupigana na magaidi wa M23. Na mnaendelea kuwa pamoja na Baraka1 TV ikiwa ni tarehe 19 za mwezi wa 12 2025, ambako kunasikiliza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na pia usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utakutana na baadhi ya matukio yote ambayo yanazidi kulindima mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tuanze na taarifa hizi moja kwa moja kutoka huko jijini Uvira, ambako kuondoka kwa M23 mashaka kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku msemaji Patrick Muyaya akifafanua zaidi namna ya kutoka kwa magaidi wa M23. Kutokana na hali jinsi inavyozidi kuendelea huko maeneo ya Uvira, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimboni Kivu ya Kusini, ambako magaidi wa M23 walionekana kuanza kuondoka ndani ya jiji la Uvira. Msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Patrick Muyaya ameweza kutoa takwimu ya nini kinatakiwa kufanyika ili kweli kuwa na uhakika kama magaidi wa M23 wameweza kuondoka ndani ya jiji la Uvira. Mengi zaidi, huyu hapa Patrick Muyaya. Le retrait, c'est une opération qui doit être vérifiée. Par qui? Par qui? Mais justement, justement, dans le contexte Tozanango, Naouta Webisabi Bino Awa préalablement. Parce qu'il n'y a pas de MONUSCO à Bukavu. Oui. Il n'y a pas de MONUSCO à Bukavu. Et donc, Bango ba conditions Oyo Baché, c'est des conditions qu'on ne peut même pas considérer. Ça veut dire que Oyo Bango il faut basala et Zakaka Babima. Babini, Bakei, on même pas resté à 5-10 km, non. La vérification du retrait et que Salama, Soki ba autorité Nabiso Bazongi sur place. C'est là que ça va donner la preuve à tout le monde que Babimi. Oyozio Tiki civil. Oyozio, on a biso Tozaka à 2 km. Tozaka à 5 km. Ça, c'est pas le retrait. Et ça, Kozalaka Pembeni. Et puis, ceux qui batiki déjà infiltré. On connaît la méthode. Ah non, Bakoboma Batu. Et puis bakoseli ba wazalendo nde mikolo pe bazo préparer na yo toyoki na ba information mususu bazo préparer bango moko ba rwandais une attaque qui va attribuer aux FDLR au Rwanda pour na olobake bisoto attaquer bango. Donc c'est toute cette vague de manipulation pour laquelle nous demandons à nos populations d'être vigilants. Moutoua ko saoté ceux qui retraitent est vraiment effectif les mouvements des populations à Uvira. Il y a un moment où on a testé. Pour Bako Sabinote, la population vit dans la peur. La population vit dans l'intimidation. Non, au moni mituna wana eza interpellation. Mais justement, ok. Parce que nous sommes dans un contexte où la parole est libérée. Bino Bapandi Sango. L'air Batubalekisi vidéo à la Balobi s'est retiré. Nanya vérifié qu'il y a réaction. Non, attention. Moi, je suis dans mon rôle. Je suis dans mon rôle de m'assurer que Bino Bapandi Sango. Parce que Batubalandarane Bino. Parce que j'ai vu tous les médias
relayer balobi babi, mais je n'ai pas vu moi beaucoup de médias n'a pas quoi lobby au ba interroger ba question. En tout cas, alors j'en arrive maman au roti kangana ya no. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, moi précision hein. Na boy ko prêcher pour la chapelle na biso moko, mais nous on a été beaucoup plus mesuré par rapport à l'information on a to lobby to moni na ba image na ba fait que il y a un mouvement vers le départ d'Uvira, mais tu précises que tu vérifies en haut à travers la source dans le local. Merci. Voilà. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, l'essence du questionnement là a permis aux uns aux autres d'avoir les reculs. Parce que Bissobago gouvernement, na ebeteli bino lisolo, il y a gouverneur pour aussi qui est dans la région, il y a des personnes qui sont à Uvira, qui renseignent, qui donnent les informations. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui bango bakomi ndenge bakomaki na Uvira l'air bakomi est-ce que boyebi ba activité nini basali, est-ce que boyebi ba piège nini batiki, et que dans tout ce qui s'est fait il faut qu'on yeba que le fils vient au secours du père parce qu'il ne veut pas que le père puisse subir la foudre de la réaction américaine. Et donc on a des années tibazo linga ko pakola batu mafuta. Alors, lorsque nous, on fait cette interrogation, c'est d'abord pour interpeller le peuple à la vigilance. Nous, on a nos services qui travaillent et d'ici la fin de la journée, le gouverneur va faire le point avec les services qu'il y a autour du ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, on a un briefing en préparation. Peut-être que Tosa Angolelo ou la semaine prochaine, au Torozonga, kope sasikoyo, situation générale par rapport à évolution. Baada ya Patrick Muyaya, wazalendo ambao wanapatikana kwenye milima ya nyanja ya juu ya Uvira pamoja na Fizi wameweza kutoa malalamiko yao huku wakiendelea kuishutumu M23 kwa mbinu mbalimbali za kujaribu kupanda milima ili kwenda kuungana na Twigone Already Tabara, lakini msemaji wa wazalendo alikuwa na haya ya kuzungumza kutokana na yale ambayo wananchi wengi wako wanayazungumzia. Wabwana walianza kutoka 9:03 minute mpaka mazero ile walikuwa wako wanatoka wako wanarudia, tukapata kuite d'information kuwa wako wanapanda kule kumao plateau ya kwenda devie waende tokezea Fizi. Basi watoto walikuwa deja ma communication, tukawapigia wenye wako kule kumao plateau, wakasema no milima yote nafungiwa. Nikafanya communication na wengine wenye wako hapa Baraka wanafunga makote zote za ngambo za Fizi. Nikaangalia wenye wako kule yulu ya Kiliba, tukaangalia wenye wako huko yulu njia ya kupanda kule Rugenge du tokezee Shera huko kwenye shefu wetu Masuga Bona anasema kuwa walikuwa wanashimamia, wakasema no hakuna. Nikaita watu wenye wako pale Kala, wakaniambia to zile gari ziko zinapita. Nikaita watu wako pale ku Petro Kongo, wakaniambia wanasikia milio ya gari lakini mwaye ya kutoka nje ndio haiwezekani. Ukakucha asubuhi nikafanya communication na watu wenye wako Kavimvira pale ku Petro Kongo, wabiana walikuwa nje, nikawapigia tukaongea, nikawaita appel video, wakaniambia ndio wako wanapita tena kwa wingi na wako wanatupepea vrema, wako wanatoka wanarudia juu. Kisi mnajua inchi iko mbaya, kisi tunajua jua walikuwa hapa ya kuwa akoro ya kusema waingie Uvira, manake waliingia Uvira kiubavu sepurukua walibambia baretire barudie tena, hawayaruhusiwa kuingia Uvira. Ni vitu vya politike, hatuwezi kuvifuatilia sana, vitu vitaluma ndio vile. Waisha toka Uvira, nishafanya communication kuanzia asubuhi mpaka sai, lakini hawayatoka wote. Bamwa bangali pale ku parking ba kidogo, mo wengine bangaliki kule kuzone bangaliki pale, na wengine bako maposition kidogo kidogo, me hawayajiretire vote bangaliki kidogo kidogo. Me zile ma arme lourde zishatoka, zile mapwa lourde zishatoka, mo wanabakia kidogo kidogo tu. Tuko tunaangalia, inawezekana ni mitego yenye wanatega waone kama wazalendo watawachokoza ili waseme no hatutatoka tena, walisha tuchokoza. Me tuko kalme sana, hatupendi hata kubatingiza wala kubasemesha. Ndio info yenye iko, matakwambia ukontrere ya pale Bongo hakuna wako wanapanda kumao plateau hapa. Ndio habari hiyo, ndugu wapendwa.
walishatoka, lakini habayatoka wote, lakini effective yenye ilishatoka na magari zenye ilishatoka njoo za mingi, puisque zile zenye mlikuwa nasikia sio ule dada aliongea jana humo, magari ziliingia za chakula, waliingiza mapolisi wao, zile zote zilishatoka, ile yote vilishatoka kabisa. Tuko mkomunikasyon na watoto wa Uvira na wenye hawawezi kunitraire kwa information, na wengine wako kule yulu ya Kialuvunge, wako pale, wako wanatupatia mainfo, na niko na maaudio zote, nikisema nizitume humo unaweza mkapata marealite mwepeke wenye niko naongea navo. Ndio vile niko naongea na wenye wako kubarabara, pana wenye wako mopori, wenye wako kubarabara, na niko napatia mainfo wote wenye wako kumao plateau. Iko wenye walikuwa subule kuwa waisha toka, watoto wetu kwenye viko wa mingi mopori hawajui kama walishaanza kudiretire, mainfo ziko zinawafikia saa zozote na dakika zozote, mapel normal, message normal, kwa tunafanya ile kazi. Na muwe na imani, kama sio politike, mjue kama wanatoka. Na baada ya taarifa hizo kutoka jijini Uvira, na moja kwa moja tujielekeze huko maeneo ya Ulaya ambako mahakama ya kihalifu yaanza uchunguzi wa mauaji yaliyofanyika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku Rais wa Rwanda Paul Kagame akiwa ni mlengwa mkubwa wa mauaji hayo. Kutokana na hali jinsi inavyozidi kuwa mbaya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mahakama ya kihalifu ya ICC pamoja na Umoja wa Ulaya wamekuwa ukijadili kuhusiana na kesi itakayofunguliwa dhidi ya wale wote ambao wamekuwa wakihusika na mauaji hayo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku nchi ya Rwanda ambayo inaongozwa na rais wa nchi hiyo Bwana Paul Kagame akiwa ni mlengwa wa kwanza. Watu mbalimbali walioshuhudia katika kikao kilichofanyika huko maeneo ya Geneva ambako rais wa Rwanda Paul Kagame aliweza kususia mkutano huo. Inasemekana aliweza kupandisha jazba baada ya mahakama hiyo kumnyoshea kidole na kumtaja kuwa kama yeye ndiye mhusika mkuu wa yote ambayo yako nazidi kuendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mengi na zaidi ripoti hii kutoka katika mahakama kuu ya kimataifa ya kihalifu ICC The Hague huko maeneo ya Ulaya. C'est très clair, il y a une condamnation absolue du M23, une demande même de poursuivre les criminels de guerre qui en font partie et qui devront répondre de leurs crimes, et puis surtout de demander un véritable dialogue entre les pays de la région. Il faut d'abord arrêter tout soutien externe à la rébellion et entamer un véritable dialogue. Il faut que l'on puisse à un moment donné, non seulement entre le Congo et le Rwanda, mais avec tous les pays de la région, repartir, reconstruire. Et il y a des thèmes importants comme celui des réfugiés, de la protection des frontières, de l'exploitation des ressources, qui sont des thèmes fondamentaux à traiter un jour dans un dialogue. Mais la première chose, c'est d'arrêter la rébellion, et c'est pour ça que la condamnation très forte du M23, comme la condamnation de tout soutien extérieur, étaient des éléments importants de la réunion. Si le président Paul Kagame est sorti, pourquoi ? Il faut lui poser la question. Je pense simplement que la ministre des Affaires étrangères était là, qu'on a continué normalement la réunion, et que les messages principaux restent la condamnation de la rébellion, la demande de faire cesser cette rébellion, de refuser l'impunité, donc de poursuivre les criminels de guerre qui en font partie, et d'espérer que tous les pays vont supprimer tout soutien extérieur et plutôt aider à mettre fin aux violences. La prochaine étape, quelle est la prochaine étape ? La prochaine étape, pour ce qui nous concerne, nous irons bien entendu au sommet de la francophonie à Kinshasa. J'espère que ce sera l'occasion encore de nouer des contacts sur le terrain. J'espère surtout que d'ici là, on verra progresser la situation. Mais il appartient d'abord aux pays de la région de renouer le dialogue. Merci, monsieur le ministre. Huku anasikiliza Amka na Baraka1 TV, ikiwa ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Ejide Kizenga Tembele, Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba wakiwa wanasikiliza Baraka1 TV. Didone Buto, Tobiono Kilamba Mawe, mzee wa state ya Maine, da Feza, da Letesha, da Irene, da Asha, Ankisi Kandeke, Asimwe Baguma Samuel wakiwa wanasikiliza Baraka1 TV. Na pia unafuata matangazo yetu kutoka Europe, Australia Central pamoja na East Africa na wale wote ambao wako maeneo ya Afrika ya Kusini. Na baada ya taarifa hizo tuingie jijini Goma ambako M23 yalaumiwa kwa utekaji
wa wananchi wa kawaida ndani ya jiji la Goma. Shirika la Umoja wa Mataifa limeweza kutoa takwimu ya kuwa magaidi wa M23 wanaendeleza harakati za kuwateka wananchi wasiokuwa na kawaida, wananchi wasiokuwa na hatia ndani ya jiji la Goma. Hali ya kiusalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inazidi kuendelea kuwa vibaya, huku magaidi wa M23 wanaosaidiwa na nchi ya Rwanda wakizidisha vitendo vya kihalifu dhidi ya wananchi wa kawaida. Kutokana na takwimu iliyotolewa hiyo siku ya Alhamisi na Umoja wa Mataifa, inasema kuwa takriban watu 131 waliweza kutekwa nyara na kuondolewa katika hospitali mbili ndani ya jiji la Goma, ikiwa ni mkoani huko Kivu ya Kaskazini. Takwimu hizo zinaweza kusema kwamba kuanzia tarehe 28 za mwezi wa pili, M23 waliweza kuendeza vitendo vya kihalifu kwenye hospitali ya Sebe Kandosho pamoja na hospitali ya Hill Africa inayopatikana katika maeneo ya jiji la Goma, huku watu 116 ambao ni wagonjwa waliweza kukamatwa na wengine 15 pia waliweza kutolewa kwenye hospitali ya Hill Africa. Magaidi hao wameweza kuwateka watu hao, huku wakiwashutumu kuwa inasemekana ni wanajeshi wa FARDC na wengine pia inasemekana walikuwa wakifanya kazi pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ravina Shamdasani, msemaji wa ofisi za haki za binadamu, ameweza kuzungumza kwamba kutokana na hali hiyo inayoendelea kutoka magaidi wa M23 wameweza kuwachukua wagonjwa katika hizo hospitali, ikiwa ni kinyume kabisa na makubaliano ya Geneva na pia kuvunja makubaliano ya mkataba wa Washington pamoja na ule unaosainiwa huko Doha nchini Qatar. Tokea Goma iweze kuingia mikononi mwa magaidi wa M23, mauaji na vitendo vya kihalifu vimezidi kuongezeka, huku zaidi ya watu 16,000 wakisadikika kuwa wamekwisha kuliwa na magaidi wa M23. Hali kwa upande mwingine inazidi kuonekana kuwa mbaya zaidi katika makabila yanayopatikana ndani ya jiji la Goma, huku Watusi ndio wakionekana kupewa kipaumbele na wengine wakiendelea kutengwa kutokana na uwepo wa M23 katika jiji hilo la Goma la kimkakati la huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimboni Kivu ya Kaskazini. Hii ambayo unasikiliza ni Baraka One TV. Tukiachana na Goma na kupanda maeneo ya Ituri, gavana wa Ituri Luboya Kasha Joni ameweza kusisitiza uwepo wake Ituri ni kwa ajili ya kupigana na magaidi wa M23. Mbingine zaidi, huyu hapa mkuu wa mkoa Luboya Kasha Joni. Siku yangu ya kufika hapa Ituri ya kwanza ni 2012 wakati M23 ilifika kukamata hapa Bunya. Mimi ndio nilikuwa pale, nilitoka geti na kuja hapa ndio kupiganisha M23 siku tatu. Leo depuis 2021 na leo miko hapa, hakuna mtu atanidanganya tena. Na yua Baiturie mzuri, na yua se Baiturie ni watu wanapenda amani, juu tulete amani na tuisamee juu Ituri iende mbele. President de la République mimi nawaambia sehemu zote ile tunatembea, mtembee muulize province yote, hakuna province President de la République anasaidia sauti, hakuna. Pesa inatoka Kinshasa kwa gouvernement central inafika na waza Ituri ndio inaleta mapendo, ndio inaonyesha mapendo. Manjia hii kweli sisi gouvernement provincial tunafanya kipande bia mingi ni president de la République na gouvernement yake. Hii aeroport hii tunafanya ni president de la République na gouvernement yake. Na munaona vile batu babaya beko napenda paka hii kazi, mchiwazia sema oh no, batu babaya bapende problemi ni banatufashia shida yote ni nini? Ni Ituri iko na changer, iko na developer. Aeroport itu kuna yenga bapende ishe. Juu kama aeroport inaisha, mtaanza toka hapa, nenda Dubai.
mutatoka hapa mnaenda Bulaya, mutatoka hapa mnaenda Afrique du Sud, mutatoka hapa mnaenda Mbandaka, mutatoka hapa mnaenda Kasai Mbujima, sehemu zote. Honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, à l'étape où se trouve la situation de la République démocratique du Congo, sans entrer en profondeur par rapport à ce qui est sécuritaire, parce qu'on nous demande de ne pas parler de la sécurité, je me demande où est-ce qu'on parlerait de la sécurité si ce n'est pas l'Assemblée nationale. Honorable Président, qu'est-ce qui empêche au tout-puissant ministre de la République démocratique du Congo d'accepter de venir au contrôle parlementaire ici, qu'on discute entre nous, au puissant ministre? Honorable Président, est-ce que vraiment nous devons subir le poids de la colère de la population, nous parlementaires, aller continuer à répondre à des choses dont nous ne connaissons ni les fonds, ni la forme? Honorable Président, pourquoi nous refuse de parler de tout ce qui a été décaissé comme argent par rapport à la sécurité, par rapport aux opérations? Pourquoi on nous refuse ça? Qu'est-ce que nous avons comme rôle, Honorable Président? Alors la procédure est celle-ci, Honorable Président. Au lieu de tout le temps continuer à énerver l'opinion, parce que je vous dis sincèrement, si vous n'avez pas l'idée, nos débats commencent à énerver l'opinion lorsque nous parlons de l'état des sièges, Honorable Président. Et si nous pouvons au moins accepter une fois, au lieu de tout le temps déranger le ministre de la Justice qui vient seul ici, parfois qui n'arrive pas à répondre à nos questions, Honorable Président, qui gère les opérations? Les ministres de la Défense. Qui décaisse l'argent? Les finances et le budget. Qui utilise l'argent? L'armée. Mais qui nous disent comment on arrive à ce niveau, sans un seul drone sur terrain, sans un seul char à Uvira. Au moment où je vous parle, Honorable Président, la République démocratique du Congo a besoin d'une cohésion réelle. Et la vraie cohésion commence par où? Par les institutions. Si les institutions s'évitent entre elles, les gouvernements nous évitent, les parlements se méfient et on nous traite de racketteurs parce que nous voulons faire un contrôle parlementaire digne de notre métier, de notre rôle, est-ce que nous allons aller où? Est-ce que parler de la sécurité, on est racketteurs? Est-ce que demander où va l'argent de l'armée, on est racketteurs? Et si on demande d'arrêter tel ministre qui est impliqué dans le détournement de l'argent papa, ils vont nous retrouver à Kinshasa. C'est ce que je vous dis. À la ligne où nous sommes. Et nous ne sommes pas d'accord. Le peuple est prêt. L'armée est prête. L'armée est puissante. Mais l'armée n'a pas... Non, je ne vais pas dire ça au micro. Alors je termine par ceci, Honorable Président. Que messieurs les ministres aillent dire à ses collègues que les parlementaires sont fatigués de manquer de réponses à donner au peuple parce que le gouvernement ne nous donne pas la vraie information par rapport à la situation du pays, j'ai dit. Alors. Na huo ndo mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka1 TV, ikiwa ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira Afrika Mashariki. Tukutanane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Mimi ni ndugu yako Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP. Bye bye.